walipoacha Mungu na kumwabudu Mungu wa kweli, basi walifanyaje? Wanawake wao kwa wao, wanaume kwao kwa wao. Hii ni hatari na imeshatabiriwa tangu zamani, leo nakuja kutimia wakati wa sasa. Kwa hivyo ni sisi tuchukue tahadhari jamani, chukueni tahadhari. Hii ikiendelea, laana ya Mungu kushuka ni haraka katika mji wenu na mtapigwa. Sisi wale tutasombwa sisi. Allah akishakasirika ateremsha adhabu, my friend, hauna bahati. Haitambui shekhe, haitambui na swali unafunga. Madamu tumenyamazia. Hebu piga hesabu. Hii sherehe ingepelekwa Wajia, Garissa, shekhe ingekaa masaa mawili. Yaani wapite gari ya kwanza uchi, wapite gari nyingine uchi. Shekhe, hatuendi kwa OCS Wajia, Garissa. Tunamalizana hapo hapo. Hakuna kitu kingeendelea. Huo ndio ukweli. Yaani ingekuwa iko Garissa hii sherehe ama Wajia ama Mandera, haingeendelea baada ya masaa mawili, haingeendelea. Lakini ilianzia Friday, ikaanza Jumamosi mpaka Jumapili, wakaagana vizuri, wakaondoka wakaelekea zao nyumbani. Sasa ndio mashehe wanakuja kusema wao sijui ilikuwa ikaenda pilao biriani saa ngapi shehe? Too late. Na itapangwa ingine itakuja. Hii sherehe ilikuwa inapelekwa Diani. Miaka yote upelekwa Diani. Tumeifuatilia sana katika historia. Miaka yote upelekwa Diani Ukunda. Lakini sasa wasema Diani Ukunda kwa sababu ilikuwa ni ndoa ya mashoga, kule ni hatari, hakuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo usalama wa kutosha uko Malindi. Ndio akaigeuzia huko. Lakini asili yake upelekwa Diani. Haiwa ikuji hapa. Lakini kwa maana kulikuwa na harusi ya asili ya harusi ilikuwa siku ya Alhamisi, sherehe ya Ijumaa. Wakaileta huko. Kwa hiyo tunaomba inshallah kama kuna mashehe, ripoti ipelekwe vyombo vya habari. Ikitangaza jambo kama hili ikakemewe na izuiliwe kufanyika. Kwa maana kama walikuwa hapa 40% kutoka bara, jua 30% walikuwa ni Waislamu. Hiyo kiwanja chenye kuchezewa muziki hapo, kama walikuwa ni 40%, jua 30% walikuwa ni Waislamu kutoka Mombasa, kutoka hapa kwenu ndio walikuwa pale. Ni vijana wetu hao. Kwa hiyo ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo kwa ajili ya muda sitaweza kuongea sana. Sijui kama wale wa Kristo tulikuwa tunazungumza na wao wamekaribia. Kama kuna la ziada ustadhi, msiongee sana, yako mengi ya kuzungumza na ukaribisha waweze kuendelea na hadhara. Lakini kesho Allah akinijalia inshallah, kesho Allah akinijalia nitakuja kumfundisha Muhammad katika Biblia. Watu husema sisi hamtumtaki Muhammad, hatumfuati Muhammad. Ukimwambia ni kwa nini usimfuata, akwambia mimi sijamuona ndani ya kitabu changu. Sasa jiandae kesho, mimi nakuja kumtoa Muhammad katika Biblia, nani kamzaa na amezaliwa wapi na vitabu iliyomtabiri kabla ya kuja kwake katika Biblia inshallah. Kwa hivyo karibu ustadhi. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa ba'd. Nafikiri mada ya kwanza imeenda vizuri kabisa. Na sisi huwa tuna pingamizi. Wakiwa mtoto wa bishop amezungumza yalikuwa na sisi hatukuweko. Sisi tunasema sisi hatujui. Maana hatukuweko na hatukusikia. Unaona? Kwa hivyo amezungumza ambayo anayajua huko kunaendelea nini. Lakini sisi tunajua yaliyoko ndani ya vitabu. Cha msingi ni kwamba kama nilivyoeleza kwamba mada tunazungumzia ya kwanza ni tauhid. Lakini kuna kinyume cha mada ya tauhidi. Tauhidi ni Mungu mmoja. Sasa inayofuata, kunapokosekana umoja upatikana wingi, na huu wingi ndio huitwa ushirikina. Kwa hiyo ndio mada yenyewe hiyo, kwa sababu Mungu katuma manabii waje waamrishe kuabudu Mungu mmoja, wakataze ushirikina. Kwa hiyo kitu cha kwanza tuelewe nini ushirikina, na tukishaelewa ushirikina ni nini, tuelewe madhara yake na unagawanyika mara ngapi, na madhara yake yanapopatikana yanafaa kuondolewa katika njia aina gani. Waislamu, hii mada ni pana sana. Mtanisamehe kama takuwa sijainyosha, naomba nishike kipengele kimoja kifupi. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni mambo saba yenye kuangamiza.
jiepusheni mambo 7 yenye kuangamiza. Katika mambo 7 yenye kuangamiza haya, maana yake ni kwamba tukiyafanya yataleta maangamivu katika jamii. Aidha jamii kuharibikiwa na maisha, kikazi, kiafya na kimuamala wa kawaida. Hayo mambo yataharibika. Lakini yakiondoka hayo mambo 7, ina maana watu wataishi kwa amani, afya itapatikana, kazi zitapatikana, shughuli za kawaida zitaendelea. Na ndio maana hata leo katika hotuba yangu ya leo nimezungumzia kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jamii. Kwa maana mtume wetu alikuwa ni mtume anafundisha maisha ya kijamii. Tukisema maisha ya kijamii, kama ilivyosoma andiko hapa kwamba Bwana Mungu wetu ni Mungu mmoja, kisha baadaye kupatikana andiko la pili linasema mfanyie jirani yako wema. Huo ndio ujamii wenyewe, huo ndio maisha ya kijamii hayo. Sasa kama huyu mwanadamu akiwa amemfanyia mtu mambo haya 7 yakaleta maangamivu katika dunia, ina maana yeye hatambui jirani, hatambui ndugu, hatambui nani ni nani. Yeye anaishi yeye kama yeye, ubinafsi huo. La kwanza akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-ishraku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Maana ya kumshirikisha Mungu, wengi wakiambiwa kumshirikisha Mungu ufikiri ni kwenda kwa waganga washirikina peke yake. Watu wengi wa akili zao zinasema hivyo. Na katika lugha ya wale wenzetu kutoka sehemu za bara, ukisema ushirikina huwa anaona, ukisema Mungu hafai kushirikishwa, wao wanaelewa kinyume kabisa. Wanaelewa kwamba Mungu mweke kando, yani wewe usimshirikishe hapo. Unaelewa hiyo lugha? Yani maana yake mweke kando, usimshirikishe na hayo, au maombi usimuombe naye, muombe mwingine. Huwa wanaelewa hivyo. Sasa mara nyingi tukisoma, tukiwa tunafanya muhadhara nao tunapata tabu sana. Tukiwaambia hakuna ushirikina, akwambia sasa kwa nini Mungu asishirikishwe? Na Mungu lazima ashirikishwe hapo kwa sababu bila Mungu haiwezi. Naona hizi ni lugha pia hizi ni lugha pia tunakutana nazo, lugha za ajabu ajabu. Lakini ushirikina ni neno ambalo linamaanisha kushirikisha Mungu pamoja na kitu chengine. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kufanya Mungu ana msaidizi hali ya kuwa yeye Mungu amekumba yeye peke yake. Kwa ukikubali kwamba Mungu kweli ni mmoja lakini ana wasaidizi, umoja wake ushauvunja. Ndio maana mwalimu hapa akasema Baba, Mwana, Roho, ikiwa umefanya Trinity, ina maana huyo nguvu zake mpaka yule na huyo nguvu yake mpaka huyu wanafanya maamuzi kwa pamoja. Ina maana huyo ni Mungu wangapi? Watatu. Hao ni makosa. Ndio maana mwalimu akafundisha somo hilo. Kwa ushirikina ni kukubali zaidi ya Mungu mmoja. Ushirikina ni kukubali chengine chochote, iwe ni jiwe, iwe ni mti, iwe ni kuku, iwe ni mzimu, iwe ni kaburi, kwamba lina msaada kwako kinyume na nani? Na Mwenyezi Mungu. Huo ndio unaitwa ushirikina. Kwa hiyo ikiwa tunaona watu ambao wanaenda kuombewa kwa jina la Baba na Mwana tukasema ni washirikina, na ni kweli, na kuna ambao wanaenda kuomba makaburi katika aina za Waislamu, hao ni washirikina. Kwani kuna kitu kinafichwa? Si ndio huwa ni hivyo? Watu hufunga safari wakaenda mpaka Makina Road. Kifika Makina Road pale wanaingia kwa kaburi la Kihindi wanaabudu. Hiyo ni shirki, haifai. Lakini pia ikiwa wanaonekana kwenye TV na TikTok wakienda kuombea kwa jina Baba la Mwana, ina maana kuna mengi walikuwa wameyaficha wakiingia kwa waganga, kwa sababu waganga hawana TikTok. Unaona hatari hiyo? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo lazima tuambizane, kwa sababu neema ya Mungu inashuka wakati utukufu wake umetukuzwa, ametukuzwa, watu wamemtukuza yeye, wakamhimidi yeye peke yake. Ina maana neema za Mungu zitapatikana kwa wingi. Kwa la pili akasema wasihiri, na uchawi. Sasa mimi naomba nizungumzie uchawi tu kwa ufupi kidogo, kwa sababu hili ndio neno ambalo linakuwa ni genuine. So, neno shirikina lina mambo mengi, sawa? Lakini naomba nizungumzie nini uchawi na madhara yake ni nini, na unapopatwa madhara ya uchawi ufanyeje, na uchawi ulitoka wapi. Haya ndio mambo muhimu nataka kuieleza, na nitaeleza tu kwa tafsiri kipande baada ya kipande. Neno uchawi ni Kiswahili,
Kiarabu ni sihri. Sihri, neno hili lina maana pana sana katika masala ya kilugha, lakini alhasil ni kwamba Kiswahili ni uchawi. Uchawi ni nini? Uchawi ni kubadilisha haki ukaifanya batili, na ndio maana ya sihri. Kuibadilisha haki kuifanya batili inaweza kuwa kwa njia za kutumia jini, inaweza kuwa kwa njia za kutumia ujanja. Nafahamika vizuri Waislamu, kwa sababu